Jambo ambalo tumeweza kulisema kwa mafanikio ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imetekelezwa kwa miaka mitano, ikiwa na utawala wa Mama Samia Suluhu Hassan miaka 4.5. Tumeweza kulisema vizuri kwa sababu ya kazi kubwa ambayo Rais Samia Suluhu Hassan amefanya katika miaka hii mitano. Rais Samia amefanya kazi ambayo inatoa heshima kwake binafsi, imetoa heshima kwa chama chetu, lakini pia imetoa heshima kubwa kwa wanawake wa Tanzania. Rais Samia amesimamia miradi ya maendeleo, miradi ya huduma za jamii, lakini vile vile ameendesha vita iliyoanzishwa na baba wa taifa Mwalimu Nyerere ya kupambana na maadui wakuu watatu wa nchi yetu: maradhi, ujinga na umaskini. Amejenga miundombinu ya afya, amejenga miundombinu ya elimu, amejenga mazingira ya biashara na kusimamia kukua kwa uchumi wetu. Wametoa vibali na leseni za wafanyabiashara wapya nchini kuliko wakati mwingine wowote katika historia. Lakini pia ni kipindi ambacho kimetoa wachimbaji wadogo wengi kuliko wakati mwingine wote katika historia ya nchi yetu. Na wachimbaji wadogo waliopatikana ndio watakaokuwa wachimbaji wakubwa. Kwa hiyo nitake kuwaambia, tumepita tukiwa na nguvu ya kusema, lakini pia wananchi wanatusikiliza na wanatambua kazi zilizofanywa. Kwa sababu kazi zilizofanywa na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan na serikali ya CCM sio kazi unazoweza kuzificha chini ya meza. Kila mtu anaziona. Na ndio maana kila tulipoenda wamesema sisi rais hatudai. Rais wetu sisi ndio tuna deni kwake. Sisi ndio tuna deni kwake, na wametuahidi kila sehemu. Na ndio maana nimesema mwenyekiti wa chama wa wilaya na mbunge, mwakumbushe watu wa Ukerewe hii habari ya kwamba mtakuwa namba 1. Mjitahidi kweli kweli. Mjitahidi kweli, kwa sababu kila wilaya inataka kuongoza kwa kura za Rais Samia, kura za mbunge na kura za madiwani wa CCM. Kila wilaya ya Tanzania inataka kuongoza na kila wilaya imeahidi kuongoza, lakini sisi tutafurahi Ukerewe mkiongoza. Na tunafurahi kwa sababu ya historia niliyowaambieni ya mambo, viongozi waliotoka hapa akiwemo katibu mtendaji mkuu wa kwanza wa Chama cha Mapinduzi.